Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu nisikie mara, jaza Roho na sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Februari 21. Somo lisemalo heshima kwa nyumba ya Mungu. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa siku nyingine uliotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Zishikeni sabato zangu, mpaheshimu patakatifu pangu. Mimi ndimi Bwana. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 30. Mungu ni mkuu na mtakatifu, na kwa nafsi nyenyekevu iaminio nyumba yake duniani, mahali ambapo watu wake hukutana kwa ajili ya ibada, ni kama lango la mbinguni. Wimbo wa sifa, maneno yaliyonenwa na watumishi wa Kristo, ni mawakala walioteuliwa na Mungu na kuandaa watu kwa ajili ya kanisa la juu, kwa ajili ya ibada hiyo iliyo bora zaidi. Pale waabudu wanapoingia mahali pa kukutania, wanapaswa kufanya hivyo kwa heshima kubwa, wakipita kwa utulivu kwenda kwenye viti vyao. Mazungumzo ya kawaida, kunong'ona na kucheka havipaswi kuruhusiwa katika nyumba ya ibada, ama kabla au baada ya ibada. Kicho kikuu na cha kivitendo kinapaswa kuwa sifa ya wale wanaoabudu. Pale inapobidi wengine kungoja kwa dakika chache kabla ya mkutano kuanza, hebu wadumishe roho ya kweli ya kuabudu kwa kutafakari kimya kimya, wakielekeza mioyo yao juu kwa Mungu katika maombi, ili kwamba ibada hiyo iwe ya manufaa ya pekee kwa mioyo yao wenyewe na kuongoza kwenye usadikisho na waongofu wa nafsi nyingine. Wanapaswa kukumbuka kwamba wajumbe wa mbinguni wako ndani ya nyumba hiyo. Sisi wote tunapoteza ushirika mtamu sana na Mungu kwa kutotulia kwetu, kwa kutuhamasisha nyakati za kutafakari na maombi. Inua kiwango cha Ukristo katika akili za watoto wako. Wasaidie kufungamana na Yesu katika uzoefu wao. Wafundishe kuwa na heshima ya juu kabisa katika nyumba ya Mungu na kuelewa kwamba wanapoingia katika nyumba ya Bwana inapaswa kuingiwa kwa mioyo iliyolainishwa na kutiishwa kwa mawazo kama haya: Mungu yuko hapa. Hii ndiyo nyumba yake. Inalazimika kuwa na mawazo safi na dhana takatifu. Hapa ni mahali ambapo Mungu hukutana na kuwabariki watu wake. Wazazi wasifundishe tu, bali pia wawaamuru watoto wao kuingia patakatifu kwa utulivu na kicho.
Jizoeze kuwa na kicho hadi kitakapokuwa sehemu yako wewe mwenyewe. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo heshima kwa nyumba ya Mungu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kupaheshimu mahali pako pa kuabudia. Tunaomba tulifanyie kazi somo hili katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi